hizi ndio sababu zilizotajwa kukwamisha mazungumzo ya Marekani na Iran. Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, endelea kusubscribe, kulike na hata kucomment kila aina ya tukio la kimataifa. Mazungumzo ya ngazi ya juu kati ya Marekani na Iran yalifanyika Islamabad, Pakistan, yamefikia ukomo bila makubaliano yoyote. Baada ya saa takriban 21 za majadiliano makali, yalionekana kuwa na matumaini mwanzoni. Haya yalikuwa miongoni mwa mazungumzo muhimu sana katika miongo ya hivi karibuni, yakilenga kumaliza mgogoro unaoendelea katika Mashariki ya Kati. Ingawa pande zote zimeashiria kwamba mazungumzo yanaweza kuendelea, tofauti kubwa bado zinaonekana kuwapo. Katika mazungumzo hayo kulikuwa na matarajio makubwa sana kutoka kwa Pakistan na hata wadau wa kimataifa kwamba huenda yakaleta mwanga wa suluhu la kudumu. Hata hivyo, changamoto zilizokuwa zikitajwa mapema zilijitokeza wakati wa majadiliano. Kwa mujibu wa vyombo kadhaa vya habari na hata wachambuzi ikiwemo Times of India, zilizungumzia masuala yafuatayo ambayo haya yalikuwa miongoni mwa mambo yenye utofauti mkubwa na huenda alichangia kukwamisha mazungumzo hayo. Miongoni mwa mambo hayo ni pamoja na Lebanon na hata masuala ya kikanda na fidia ya vita. Iran imejaribu kupanua wigo wa mazungumzo kwa kuingiza masuala ya migogoro ya kikanda ikiwemo Lebanon na hata makundi kadhaa ya wanamgambo katika eneo la Mashariki ya Kati kama Hezbollah pale Lebanon, lakini Houthi pale Yemen, pamoja na Hamas pale Gaza na hata mengine nchini Iraq. Pia imeibua mijadala ya fidia na uharibifu uliotokana na migogoro ya muda mrefu, hatua iliyoonekana kuongeza ugumu wa mazungumzo. Kwa upande wa Marekani, msisitizo ulibaki katika masuala ya nyuklia na hata usalama wa bahari baada ya ajenda pana ya kikanda. Jambo lingine ni mlango wa Hormuz. Mlango huu wa Hormuz ambao unapitisha takribani 20% ya mafuta duniani, umeendelea kuwa eneo nyeti zaidi la mgogoro katika mazungumzo hayo. Irani imekuwa ikitafuta nafasi ya kuongeza udhibiti wake juu ya njia hiyo, ikiwemo uwezekano wa kutoza ada kwa meli zinazopita. Marekani na washirika wake wameendelea kusisitiza umuhimu wa kuhakikisha uhuru wa usafirishaji wa kimataifa katika eneo hilo nyeti. Ilikuwa ni sehemu kubwa ya ajenda. Mvutano kuhusu masuala ya Hormuz ulikuwa umejitokeza hata kabla ya mazungumzo haya, huku kukiwa kuna hofu miongoni mwa wadau wa usafirishaji wa kimataifa. Swala lingine ni mpango wa nyuklia wa Iran. Swala la nyuklia limeonekana kubaki kwamba ni kiini cha mgogoro kati ya pande hizo mbili. Marekani imekuwa ikisisitiza umuhimu wa Iran kutoa dhamira ya wazi wa kutokuendeleza silaha za nyuklia. Ripoti zinaonyesha kwamba Washington ilitaka kuwapo kwa vikwazo vikali zaidi juu ya urutubishaji wa uran pamoja na hata udhibiti wa teknolojia zinazoweza kutumika katika kutengeneza silaha hizo. Kwa upande wake, Irani imeendelea kusisitiza kwamba ina haki ya kuendeleza mpango wake wa nyuklia kwa matumizi ya kiraia, kama kwa sababu ilitilia saini mkataba wa kuzuia na hata kuenea kwa silaha za nyuklia. Swala hili limekuwa kikwazo cha mvutano kwa muda mrefu sana, na lilikuwa tayari ni kikwazo hata kabla ya mazungumzo kuanza. Jambo lingine ni vikwazo na hata mali zilizoshikiliwa, ambapo kwenye hili moja kati ya eneo lililotajwa kuwa na tofauti kubwa ni suala la vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran. Teheran imekuwa ikisisitiza kuondolewa kwa vikwazo hivyo kama sehemu ya makubaliano yote, lakini pia kulikuwa kuna madai ya kurejeshwa kwa mali za Iran zilizoshikiliwa nje ya nchi, ikiwa ni pamoja na fedha zilizopo katika mataifa mbalimbali. Hata hivyo, ripoti zinaonyesha kwamba Marekani haikuonyesha kukubaliana moja kwa moja na masharti hayo, jambo lililoonyesha kuwapo kwa pengo kati ya matarajio ya pande hizo mbili. Kwa mujibu wa wachambuzi, tofauti hizi zilikuwa tayari zinajulikana kabla ya mazungumzo na ziliendelea kujitokeza wakati wa majadiliano.